يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء إلى آخر ما قاله الشاعر. الحمد لله, jumuiko kama huu na mkusanyiko kama huu na majma' kama haya ambayo yamekusanya sura iliyofanana na mimi mzungumzaji, sura iliyofanana na mimi mzungumzaji ya kiwanafunzi. Tuko wengi sana hapa katika majma' kama haya na mkusanyiko kama huu. Ameashiria Sayyid al-Walid hafidhahullah akituambia kwamba wanafunzi hawa wanatutizama sisi walimu. Ni kweli sisi wanafunzi tunawatizama hawa mashekhe zetu na walimu zetu na wazee wetu. Kusudio ni kwamba sisi tunafundishwa katika kila jambo la kidini, na ndio asili ya dini imetufikia kwa njia ya sanad na kwa njia ya mapokezano na kwa njia ya kufanyiwa talqin, si katika kusoma peke yake bali hata katika matendo. Yametufikia yote haya katika dini kupitia njia ya mapokezi na njia ya kupokezana. Ndio maana tukawaona walimu zetu kama kina Ustadh Shami akisimama akimwachia kipaza sauti kumpa shekhe lake mzazi wake aseme kwamba yeye ndio mwenye kupanga kila kitu, na ndio mlezi wetu Sayyid al-Walid akawa anatoa mic kumpa amtakaye katika wanafunzi wake kwa sababu ya kutufundisha akhlaq, vipi uhusiano kati ya walimu na wanafunzi unaotakiwa uwe. Ndiyo maana ustadhi wangu shekhe langu Ustadh Said awe atanipa mimi kwa kusema bikulli adabin wa ihtiram, na ilikuwa hana haja ya kusema hayo, ilikuwa aseme namsimamisha mdogo wangu mwanafunzi wangu asimame azungumze. Lakini hayo wanayoyafanya yanatakiwa yatoke kwetu yaende kwao kwanza kuliko kutoka kwao kuja kwetu, ambapo wao wanafanya hayo kutufundisha adabu. Machache ambayo nitazungumza. Nimesoma abiyat ya mmoja katika walomsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, Amiru Shuara Ahmad Shauqi, akieleza akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akituambia ya man lahu al-akhlaqu ma tahwa al-ula
minha wama yataashaqu al'udhama'u, ewe mwenye akhlaq na tabia ambazo ziko juu sana za kutamaniwa na watu wanaotaka kufikia mambo ya juu. Akhlaqi zinazotamaniwa na watu ambao ni wakubwa, wanatamani kuwa na akhlaqi kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilivyokuwa ni tamu zile akhlaqi zake, zilivyokuwa ni akhlaqi za kuvutia, za kupendeza. Akaeleza mengi yaliyofungamana na akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akituambia mbali na akhlaqi ulionayo, akamwambia zanatka fil khuluqil azim shama'ilun. Hii al-khuluqul azim ulopewa na Mola subhanahu wa ta'ala alipokuambia wa innaka la ala khuluqin azim, basi al-khuluqul azim ulionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imepambwa na shamail ulionayo wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, shamail na sifa na akhlaq na mambo mazuri alionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo yanatamaniwa na mtu anatamani awe nayo. Wale kurama wanatakiwa wawe nayo, wanatamani wawe nayo. Akaendelea kusema fa idha sakhauta balagta biljudil mada, wewe unapotoa ukiwa mkarimu, yani ukifanya ikram, basi unafika upeo katika ikram, hakuna baada yake ikram. Wa fa'alta ma la taf'alu al-anwa'u, na ukafanya mambo ya ikram yasiyoweza kufanywa na mvua yenye neema na kheri nyingi. Mvua inavoleta neema, basi wewe ukarimu wako unafanya mambo yasiyoweza kufanywa na hata mvua ya kheri. Akamwambia wa idha rahimta, na unapohurumia, fa anta ummun au abun, wewe ni baba na mama. Hadhani fi dunya huma arruhamau, kwa sababu hawa wawili ndio katika ulimwengu wenye huruma na sikitiko zaidi kwa watoto wao. Amemfanyia tashbih Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu wake na huruma yake alionayo na rahma alionayo, ni kama baba na mama kuwafanyia watoto wao. Ustadhi wangu Ustadh Said amekariri mashairi na abiyat ya moja katika wakubwa Sheikh Muhammad, ambaye ameashiria katika abiyat li fi samai liqasidihi kalam tawil, lakini ulama mazungumzo yao na qasaida ambazo zimetolewa hapa zote, hakuna maneno isipokuwa yana mafundisho. Si maneno tu watu walikuwa hawajielewi wanazungumza nini, ni watu walikuwa wanazungumza kwa dhauq, walikuwa wanazungumza kwa ucha Mungu, walikuwa wanazungumza maneno ya maelekezo katika khairi, walikuwa wanazungumza maneno ya kufundisha adab, walikuwa wanazungumza maneno ya kumkurubisha mtu kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Majalisi yetu kama alivyosema ustadh ni kwamba kwa nini yamebakia kuwa ni majalis ya kupumbaza peke yake bila kufika katika daraja au maksad ya majalisu taskiya, kuliko kuwa yamebakia katika majalisu tasliya. Yani ni majalis ya kupumbaa. Kupumbaa ni moja katika kitu kizuri, lakini sio kusudio kubwa ama sio kusudio la mwisho katika vikao vya kheri kama hivi. Kusudio ni mtu kujiweka karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Adab na akhlaq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wanatuambia wakikana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaanna ala ruusihim at-tayr, yani watu wanakaa utafikiri juu ya vichwa vyao kuna ndege amekaa, mtu hataki kuinua kichwa chake kwa sababu asije akamuondosha yule ndege aliyekaa kichwani mwake. Hao ni waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Basi sisi ikiwa hatukubahatika kukaa na yeye katika jalsa moja, tunapokuwa katika jalsa ya kuelezwa akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na jalsa ya kuelezwa shamail na sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuwe na adab na utulivu na hali ya kuzingatia na kufahamu na kuelewa na kufaidika na hayo tunayoambiwa katika majalisi yetu. Hili halipingani na mtu kutaribika. Katika majalis kama haya watu wamekuwa na sampuli nyingi. Kuna watu wametulia, wamekaa katika hali ya utulivu kwa sababu wanaelewa yanayosomwa, wanayazingatia, wanayadigest, wanayatafuna, wanayatengeneza katika nyoyo zao, zikawadhihirishia maani ya alqurbu min Allah na maani ya alqurbu min Rasulillah, wakawa wanajaribu kujipima hizi akhlaqi zinazoelezwa mimi niko wapi nazo. Yani kuna watu utawaona kwenye jalsa ya maulid wametulia, labda hata unaweza ukamdhania dhana mbaya, huyu ni kama amelazimishwa tu kuja maulidini, hata hayuko kamwe maulidini, hata hajishughulishi na chochote, hatoi kasida, haitiki, hafanyi chochote. Lakini huyu mtu yuko katika hali ya utulivu, ile ndio raha yake, muache katika raha yake akae vile. Na kuna wengine wanatamani na ndimi zao zishiriki katika yanayosomwa. Kutaribika kwao na kusikia ladha kwao ni kuyasoma yale yanayosomwa. Utamwona mtu na yeye yumo katika kusoma qasaid kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yule pia muache, yuko katika raha zake. Kuna mwingine anashughulika kupiga tari, lakini moyo wake uko hadhir na mawazo yake yako hadhir, kwa sababu yuko katika ladha ya halali na kitu ambacho kwamba kinamtaribisha na kinamharakisha na kinamfanya ahisi ladha ya kuwa yale anayoyasikia na matari anavyoipiga, basi anaona yuko katika ulimwengu wa raha kwa sababu ya raha ya halali alionayo. Kuna mwingine mwenye kuitikia, anaitikia yawezekana hajui maana ya yale anayoyasoma ya abiyati na qasaid, lakini yale maneno mazuri yamemchangamsha akawa anaitikia. Sasa huyo naye ana namna yake, ima atapiga goti aanze kufanya tamayul, ambayo hili ni jambo ambalo halitakiwi litoke kwenye hali ya yenyewe ikaingia kwenye hali ya kujifanya. Hata huku kupiga magoti kuitikia maulid na hizi abiyat, ikiwa ni wa kujifanya utaharibu. Lakini ikiwa ni kitu ambacho kwamba unakisikia raha na kinakuja yenyewe, basi ukawa unaitikia vile ilivyokuja yenyewe pamoja na kuchunga zile adabu za tamayul, basi utaona kwamba shughuli inaenda vizuri na watu wakasikia raha bila kuharibu nidhamu na kupiga mayoe na makelele. Hayo yote hayamo katika majalis kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi wenzangu, tumeashiriwa hapa kuhusu masala ya adab, na nawaomba radhi. Niliwahi kutamka hapa nikasema tafadhali sisi wanafunzi tuache simu zetu kwa sababu nimeona za tushughulisha sana. Lakini angalia, baada ya simu kuziweka kwenye mifuko yetu, tukaingia katika kuyahisi yale ambayo yametukusanya, hali imekuwa tofauti. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba lau tutajiweka katika hali ya adab, basi tutahisi raha na tutaona kwamba haya mambo kumbe yana raha kiasi gani ya kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika, nikimalizia mazungumzo, mmoja katika mashaikh zetu aliwahi kutuambia kuna vitu huwa si haramu mtu kufanya, lakini sisi hatupendelei wanafunzi wetu wafanye. Anasema kubusu mkono wa mwalimu au mtu mzima au sheikh au mtu muhtaram ni kitu ambacho kwamba ni cha sawa, ni cha sunna haswa,
kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibusiwa na masahaba. Lakini anasema sisi tumewaruhusu muridina wetu, wanafunzi wetu, waje watushike mikono huku wakitubusu na huku wakiambia wenzake piga picha. Anasema hizi si katika akhlaqi zetu sisi wanafunzi na walimu zetu. Unashika mkono wataka kupigwa picha ukiwa unabusu. Picha hiyo kesho inaenda kutumiwa kwa namna nyingine. Angalia hawa wanavyowafanya wanafunzi wao watumwa. Hawa kazi yao ni kuwafanya wanafunzi ni watumwa. La pili, anasema hakuna aliyesema hata mmoja kupiga picha kaburini ni makosa. Lakini kuna wengine hawasikii raha na maselfie ya siku hizi. Chembelecho moja anasema salafi alikuwa wakishika makaburi, wakibusu makaburi, huku wakijirikodi, huku wakipiga mapicha. Naam, hatukusema ni haram. Ni mtu anataka ukumbusho, labda kama vile mtu akienda hija anapiga picha na Al-Kaaba kwa mfano. Lakini amesema yametoka katika makasid ya ukumbusho, yameingia katika mambo ya mchezo na kuharibu heshima ya mwenye kuzuriwa na heshima ya wale walioandaa shughuli ya ziara, mpaka watu sasa wanaonekana hao ndio wanaoabudu makaburi. Angalia wanavyofanya. Kwa hivyo wanafunzi wenzangu, walimu wetu wanajaribu kutufundisha sana tena sana akhlaq, na dini yetu ni dini ya akhlaq. Sisi wanafunzi tunatakiwa mapenzi yetu kwa mashehe zetu na heshima yetu kwa dini yetu tuiweke mahala pake. Tusiharibu mambo tukaharibu. Nafikiri haya ni machache katika walo tuashiria mashehe zetu kuzungumza. Tunasisitiza sisi wanafunzi tuwe na adab, tuwe na akhlaq, kwa sababu ndio asli alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi tumetoka sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, kaunti mbalimbali, pamoja na mashehe ambao tumekuja nao hapa. Kila mmoja achukue risala kutoka kwa mashehe zetu. Haya tunazungumza kwa ndimi zao. Tuchukue risala ya adab, tuchukue risala ya akhlaq, tuchukue risala ambayo tunatakiwa tuwe na hudhur katika majalisi yetu. Hatukusema picha ni haramu shekhe. Najua kuna watu washapanga, shekhe huyu leo nimempata nitapiga picha naye, shekhe huyu leo nimempata, marhaban. Lakini mambo ya kurekodiwa na huku ukipigwa hivi ukifanya hivi, hayo yatatuharibia sisi mashekhe, yatawaharibia mashekhe kuonekana kwamba hawa hata hawafundishi watoto wao adabu na wanafunzi wao adabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarikie ammi yetu Haji Ayub na ndugu zake na watoto wao wote walioandaa shughuli kama hii kwa mahala pazuri kama hapa Farasini, huku tukipumbaa na miti na mafarasi na mengineyo. Insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu awafikie kila la kheri. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ila alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ila alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesema, जिसने दिन भर में 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक की रहमत से कल क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफा करूँगा. Subhanallah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kuniswalia mara 50 katika siku moja, siku ya kiyama mimi nitampa mkono. Sallu ala al-habib. 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का एक आपको तरीका बयान करता हूँ.
Taambia njia moja ya kusoma ya kumswalia mtume mara 50 kwa siku moja. आपके हाथ में ये तस्बीह उम्मीद है किसी न किसी के पास होगी। Takuwa kuna mko na tasbih katika mifuko yenu ama mko nazo. ये 100 दानों वाले तस्बीह है। Hiyo ina 100. Hii inaweza somwa mara 100. इस तस्बीह को आपने 2 हिस्से करने हैं। Uigawanye mara 2. इसको उल्टा करेंगे। Utaigeuza hivi. इसकी एक तरफ में 50 है और दूसरी तरफ में 50 है। Sehemu moja itakuwa na 50 na sehemu ya pili pia itakuwa na 50. आपने हदीस पाक पर अमल करते हुए सिर्फ एक तरफ पढ़नी है। Wewe mwenye kusoma ukifuata hiyo hadith utasoma tu sehemu moja. तो आप कल क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम से मुसाफा की सआदत हासिल करेंगे। Sasa mwenye kusoma kesho siku ya kiyama insha Allah ataweza kumpa mkono mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. तो ये 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Sasa hiyo aliyosoma ndio durud mmoja sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo kuisoma tu mara 50 kwa siku moja. मिल के पढ़ लें एक मरतबा। Tusome pamoja mara moja. Sallallahu अलैहि alaihi व wa आलिहि alihi वसल्लम। wasallam. 50 मरतबा अगर ये दुरूद पाक पढ़ें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। Ukisoma mara 50 hivyo sana sana itakuchukua dakika moja. तो अब इसी तरह अब एक हदीस होगी 50 मरतबा, दूसरी हदीस है 100 मरतबा पढ़ने की। Sasa hivyo hivyo hiyo hadithi moja ni ya mara 50. Kuna hadithi nyingine inasema mwenye kusoma mara 100. हमारे माथे पर लिख दिया जाएगा कि आग से और निफाक से आज़ाद है। Mwenye kusoma mara moja, mwenye kumsalia mtume mara 100 kwa siku, itaandikwa kwa kichwa chake kwamba huyu mtu ameepuka na moto na ameepuka na nifaq. किसी हदीस पाक में पुल सिरात पार करने का जिक्र है। Kuna hadithi nyingine inasema pulsirat, mwenye kumsalia mtume pulsirat ataivuka kwa urahisi. किसी हदीस पाक में अर्श का साया हासिल करने का जिक्र है। Subhanallah, kwenye hadithi mwenye kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kupata kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. किसी हदीस पाक में हौज़े कौसर से सैराब होने का जिक्र है। Na kuna hadithi inasema kwamba mwenye kumsalia ataweza kunywa kutoka haudhi ya mtume, haudhul kauthar. और किसी हदीस पाक में जन्नत का फल खाने का जिक्र है। Na kuna hadithi inasema mwenye kumsalia mtume atakula matunda ya pepo. अब बहुत सारी अहादीस में दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान किए गए। Kuna hadithi nyingi sana ambazo zimetajwa fadhail za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. तो आप हम सब जब भी दुरूद पाक पढ़ने लगें तो हमने तसव्वुर करना है कि आज मैं किस हदीस पर अमल कर रहा हूँ। Sasa kila tukiamua kumsalia mtume, kila tukianza kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, weka fikra akilini kwamba hii leo nafanya amali juu ya hadithi gani? क्या आज मैंने जन्नत का फल खाना है? Leo nataka kula matunda ya pepo, क्या आज मैंने हौज़े कौसर से सैराब होना है? ama leo nataka kunywa maji ya haudhul kauthar, क्या आज मैंने अर्श का साया हासिल करना है? ama leo nataka nipate kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, क्या आज मैंने आका अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करना है? ama leo nataka nipate ukuruba wa mtume sallallahu alaihi क्या wasallam, आज मैंने आका अलैहिस्सलाम से मुसाफा की सआदत हासिल करनी है? ama leo nataka nimpatie mkono mtume sallallahu alaihi wasallam na nishike mkono wake. तो जिस हदीस को सामने रख कर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल करीम आपको वो इनाम मिलेगा। Sasa kila hadithi ukiweka akilini kwamba unamswalia mtume kwa kufanya amali juu ya hadithi, insha Allah utapata neema na baraka ya hiyo hadithi, na hiyo fadhila iliyotajwa ni wewe utakuwa ni mwenye kuipata insha Allah. इन्नमल आमालु बिन्नियात। Hiyo ni hadithi ya mtume kwamba innamal a'malu binniyat. तो आज एक बड़ा खूबसूरत आपके यहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर मुश्तमिल एक महफिल हो रही है।
Leo alhamdulillah tumekusanyika na ni mkusanyiko mzuri sana wa kumswalia mtume na wa kumtaja mtume sallallahu तो alaihi हम नियत कर लें कि हमने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है. Basi leo tuweke nia kwamba sisi tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. तो कसरत का मतलब क्या है? कितनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हम ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे. Sasa wingi inamaanisha nini? Yaani wewe umswalie mara ngapi ndio ikuwe umemswalia kwa wingi? तो मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं. एक कौल ये है कि आपने 300 बार दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपने गोया उस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा. Sasa muhaddithin wameweka kauli nyingi na kauli moja mashhur ni kwamba wewe ukimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 300 kwa siku moja utakuwa mwenye kuhesabika kwamba umemswalia mtume kwa wingi kwa hiyo siku. तो नियत करते हैं फिर इंशाल्लाह आज के बाद हम रोजाना 300 बार कम अज कम दुरूद पाक पढ़ेंगे. Tutie nia inshallah kwamba kuanzia leo kila siku sisi tutamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 300 inshallah. कौन कौन नियत करता है? Nani anatia hiyo nia? इंशाअल्लाह अल करीम. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tangu azaliwe na aje duniani imepita miaka 1500. आप सबको मुबारक हो. Anawapa hongera nyote waislamu kwamba tumepata mwaka wa 1500 wa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. यानी हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह पाक की रहमत से हम 1500 साल के अंदर दाखिल हो गए. Yani sisi ni wenye bahati mzuri sana kwamba sisi kwa rahma ya Mwenyezi Mungu tumeingia katika mwaka wa 1500 wa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi अब wasallam. अगले 1600 साल में पता नहीं हम पहुंचे ना पहुंचे, हमारी उम्र पता नहीं कितनी होगी. Sasa next milestone itakuwa ni mwaka wa 1600, lakini hatujui kwamba nani atafika तो katika इस पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें. Sasa tushukuru Mwenyezi Mungu tumepata 1500. और एक अखलाक करीमा कोर्स हम दावत इस्लामी ने एक बनाया है जिसमें प्यारे आका इस्लाम के अखलाक सिखाए जाते हैं. Na kuna course moja inaitwa Akhlaq Karima course. Hiyo Dawat Islami imetengeneza ambayo itafundisha akhlaq za mtume sallallahu alaihi wasallam. जिसमें प्यारे आका इस्लाम का अफ़्व दरगुजर, ambayo ndani yake utafundisha kusamehe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam प्यारे आका इस्लाम को का हिल्म बर्दाश्त करना, na subra ya mtume sallallahu alaihi wasallam प्यारे आका इस्लाम का रहम फरमाना, na ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam प्यारे आका इस्लाम की नरमी, na upole wa mtume sallallahu alaihi wasallam प्यारे आका इस्लाम की सादगी, na सादा जिंदगी. na yani mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa akijiweka bila kibri और इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत करना, na ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam प्यारे आका इस्लाम का इसार की तालीम देना, na mtume sallallahu alaihi wasallam kufundisha kwamba tupendelee wengine ambao tunajipenda प्यारे आका इस्लाम का सब्र वाली और शुक्र वाली जिंदगी. na sabr na shukr ya mtume sallallahu alaihi wasallam. ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में करवाया जा रहा है. Hii course inafanywa katika kila nchi ya dunia. तो इंशाल्लाह मैं आपको दावत पेश करता हूं कि हम सब भी ये अखलाक करीमा कोर्स करने की सआदत हासिल करें. Sasa anatualika kwamba sisi pia tufanye hiyo course ya inaitwa Akhlaq Karima. अल्लाह पाक हम सब को प्यारे आका इस्लाम के आज की इस विलादत की महफिल वाली जश्न वाली खुशियों भरी लम्हात और इसका सदका हम सब के अखलाक अच्छे करें. Leo anaomba kwamba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mahfil kama ya leo, muhadhara wa leo, atufanyie akhlaq zetu ziwe mzuri kama za mtume sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह पाक हम सब को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली लंबी जिंदगी नसीब करे. Na Mwenyezi Mungu atujalie maisha yetu yawe yenye afya
na yawe maisha marefu mazuri yenye afya. हम मस्जिदें आबाद करने वाले बन जाएं, Sisi tuwe wenye kujenga na kujaza misikiti. हम नेकी की दावत देने वाले बन जाएं, Sisi tuwe wenye kutoa dawa njema kwa wengine. हम बुराई से मना करने वाले बन जाएं, Tuwe tunakataza maovu. हम प्यारे आका इस्लाम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं, Tuwe wenye kufanya amali juu ya sira ya Mtume sallallahu alaihi हमारा खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सब प्यारे आका इस्लाम की सुन्नत पर अमल हमें नसीब हो जाए। na Mwenyezi Mungu atujalie kwamba kuamka kwetu, kulala kwetu, kukaa kwetu, kula kwetu iwe kulingana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. तो आखिर में दावत इस्लामी के हवाले से अर्ज करूंगा कि दावत इस्लामी कुरान की तालीम देने वाली और सुन्नत की तालीम देने वाली ये आलमगीर तहरीक है। Na mwishowe tawatanguliza Da'watul Islam kwamba Da'watul Islam ni tahriki ya kufundisha Qur'an na Sunna ambayo imeenea dunia mzima. तो अल्लाह पाक हम सब को कुरान की तालीम सीखने और सुन्नत की तालीम सीखने और आगे सिखाने की सआदत नसीब फरमाए। Sasa Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wenye kusoma Qur'an, kujifundisha Qur'an na kuwafundisha wengine. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا